Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Jumapili yetu nyingine tena ambayo Mungu ametupa tumfanyie ibada. Na naamini yuko na sisi katika ibada hii. Amen. Leo moyo wangu umejaa kiu ya kumuona Mungu akitutoa, akitufungua. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo wako na wewe ujae kiu hiyo hiyo ya kumuona Mungu akikufungua na akikuweka sawa. Somo letu la leo ni restoration, urejesho. Ikiwa kuna scripture nayoipenda kwenye Biblia ni ile inayosema kwa kitambo, malizia alafu hii scripture mstari naupenda sana kwenye maisha yangu. Unasema kwa kitambo kidogo nalikuacha. Kwa kitambo kidogo nalikuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Anaposema kwa kitambo kidogo nalikuacha, Biblia haidescribe neno kitambo kwamba ni kwa muda gani. Kwa sababu kitambo inawezekana kama ni siku moja au ni siku mbili au ni siku tatu. Lakini Biblia inasema kwa kitambo kidogo nalikuacha. Maana yake kwa kitambo, kwa muda huo, si kwamba mimi Mungu sikuwa aware. Sio kama Mungu mimi sikuwa na habari au sikuwa na taarifa, ila kwa rehema. Kitambo nalikuacha, maana yake ni muda ambao vingi vitafanyika, vingi vitazaliwa, vingi vitatokea, vingi vitaharibika, na vingi vitapita katika bonde la uvuli wa mauti. Lakini Mungu anaposema nalikuacha, ila kuna kitu kimoja ambacho Mungu huaga na kiacha kwa mtu, ni uhai. Kwa anaposema kitambo, inawezekana ikawa ni muda mrefu, inawezekana ikawa ni muda mchache, lakini as long as anaacha uhai, ni lazima anarejesha. Na tunapozungumza restoration, urejesho ni kurudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na simu ya smartphone, wanatumia iPhone na kitu kinaitwa iCloud, si ndio Thamani ya simu ni laini, si ndio? Either unatumia Tecno au mwingine anatumia iPhone, lakini thamani ya simu ni nini? Na kinachotofautisha simu ni brand. Branding ndio inatofautisha nini? Simu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zote zinapigwa na kupokea. Kwa brand ndio ambayo waga inaongeza vitu vingine ambavyo katika simu nyingine hamna. Kwa hiyo simu yako ikiibiwa, simu yako ikiibiwa, unapoenda kurenew line na ukaweka details zako, email yako au password zako, vile vitu waga vinarejeshwa. Biblia inaposema nilikuacha kwa kitambo, as long as Mungu anahakikisha package ya uhai ipo. Mungu anapoacha package ya uhai, maana yake anajua ability yangu mimi Mungu sitashindwa kurejesha. Kwa nini Mungu anaachaga package ya uhai? Hakuna uhai kama hakuna roho.
Hakuna uhai kama hakuna roho. Ndio maana mtu akifa tunasema roho yake Bwana alifanyaje? Bwana alitoa, Bwana ametoa. Nini? Ametoa, ametoa. Hapa tuzikagi. Kwa hiyo sasa hizi stories za Bwana ametoa waga haziko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo tunaya maombi hii tusizikane mwaka huu. Amen. Na definition ya uhai ni moyo. Nabii mwenzako tafsiri ya uhai ni moyo. Yaani hivi ninavyotembea hapa ni kwa sababu moyo uko active. Bwana Yesu asifiwe. Yaani msukumo wa damu unafanya kazi vizuri. Ndio maana niko hivi natembea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako. Ndio maana kwenye maisha jifunze na ufundishe moyo wako kudharau vitu. Narudia tena. Kwenye maisha jifunze na ufundishe moyo wako kudharau vitu. Kwa nini ujifundishe moyo wako kudharau vitu? Kwa sababu palipo na moyo pana uhai. Kuna aibu usipoidharau hauwezi kuvuka kwenye maisha yako. Moyo ni lazima ulindwe, na wakulinda moyo katika sarakasi hizi za maisha, Mungu yeye kazi yake ni kuhakikisha uhai kwenye moyo wa mtu upo. Na nitakuelezea kwa nini Mungu anatetea uhai wa mtu anayesali uwepo. Nitakuelezea baadaye. Lakini jukumu lako wewe ni kuhakikisha moyo wako unadharau aibu yako. Kwa sababu moyo wako unapodharau aibu yako, maana yake moyo wako hautaondolewa katika chemchemu za furaha. Watu wengi furaha za mioyo zimeondoka kwa sababu umeshindwa kudharau aibu. Umeshindwa kudharau vitu vinavyokupa aibu. Umeshindwa kupuuzia aibu. Let us say, atoke mtu akwambie wewe hauna akili. Wewe hauna. Lakini mimi na meno 32. Kwa kama ni mapengo yametokea baadaye. Mtu anaponiambia sina akili, if I'll count nikihesabu lile neno lake ya kwamba sina akili, tayari nitakuwa nimeshindwa kuidharau aibu alionipa kupitia neno lake. Na tunaishi kwa dunia yenye visa. Hii dunia visa havikauki. Leo una kisa hiki, kesho kisa hiki. Leo kisa hiki, kesho kisa hiki. Yaani duniani visa havikauki. Yaani ni sawa ukiwa na uwezo wa kununua. Okay, labda una uwezo unatafuta gari, unasema no, acha ninunue gari yenye cc ndogo ili niweze kumanage mafuta, si ndio? Lakini kuna siku hiyo gari itakupa kisa. Itakupa kisa kipi? Kuna mahali utahitaji kwenda. Alafu itakulimit kutokana na barabara. Kwa hiyo ndani ya moyo tayari mawazo yatabadilika. Mawazo kwenye moyo yakibadilika yatakwambia nini? You have to find another car. Tayari ni kisa kingine hicho. Kwamba unahitaji gari nyingine. Yaani ni sawa una masters moja, unasema hapana, wacha niongezee kingine. Tayari ni kisa. Hii dunia visa haviishi. Lakini moyo wako ukiufundisha kustahimili vitu, hakikisha moyo wako katika hii dunia una uwezo wa kustahimili vitu. Na kadiri unavyoongezeka ndivyo uwezo wako wa kustahimili unatakiwa uongezeke. Yaani kuna mtu hapa kifungo chake tu ni kununiwa na wengine. Yaani akinuniwa tu moyo wake wote unachafuka. Hivi mimi unune ufanyaje as long as Mungu hajaninunia? Sikiliza, thamani ya moyo wako anaijua Mungu. Yeye ambaye alidedicate siku fulani huyu azaliwe. Na ndani yako kwenye moyo kuna kitu akakitengeneza. Ndio hiko nitakachozungumza leo kwa muda mfupi sana, ili tumuinulie Mungu ibada.
ya ukombozi wetu. Eti uninunie. Nenda. Mtu amekuja ofisini kwangu, mimi kafikiri na jambo zito. Na mnaga muda mgumu wa kuona watu kama kuanzia saa 11 saa 12. Na nilikuwa na foleni ya watu wengi. Lunch yenyewe sijala. Niko pale napambana nimalize ndo nile. Saa 12 anakuja ananiambia, mtumishi, moyo wangu na majeraha mengi. Nikafikiri labda anaumwa, labda kuna jambo la maana. Akaniambia, nimenuniwa. Nimenuniwa. Nikacheka. Nilicheka ili na yeye acheke. Nilipocheka na yeye akacheka. Nikamwambia, you are free, nenda kwa amani ya Bwana. Hata siku moja moyo wangu na wakwako hauwezi ukawa sawa. Never and never. Hata siku moja kibali nilichonacho kwenye moyo wa Mungu hakiwezi kufanana na mtu mwingine. Neema nilionayo haiwezi kufanana. Ndio maana ya uumbaji wa Mungu. Ndio maana akaamua kila mtu kumpa moyo wake. Sasa huu moyo unaolengwa kwenye urejesho ni kwa nini? Kwa sababu moyo ni kiungo kikubwa cha ibada. Sema ibada. Moyo ni kiungo kikubwa cha ibada. Tunapozungumzia ibada, ni tendo la heshima nyingi mbele ya kile unachokiamini. Au kwa lugha nyingine, ni tendo la heshima nyingi katika kile ambacho unakiabudu. Tunapozungumzia ibada, ni kuanguka kwa kutii na kuheshimu. Ibada ni kuanguka kwa kutii na kuheshimu. Na hii dunia hakuna kitu ambacho it is very powerful indeed kama ibada. Tulikuwa Israeli, tukafika tukaambiwa hamwezi kuingia humo ndani kama mjavaa vikofia vya Wayahudi. Tukavaa vile vikofia. Sasa niko na maombi kwenye karatasi yale, kwa sababu kuna dhana kwamba ukienda pale na maombi yako unachomeka kwenye ule ukuta, si ndio? Sasa nimefika kwenye ule ukuta. Kuna perception mbili. Moyo umeenda kwa ajili ya kutalii. Moyo umeenda kwa ajili ya nini? Ya kutalii. Lakini perception ya pili ni eneo liliowekwa wakfu kwa ajili ya shughuli za kiibada. Nikafika pale, wanawake wana sehemu yao, wanaume wana sehemu yao. Nilipoenda kwenye upande wa wanaume, jua ni kali linapiga. Myahudi watatu nimeona wamevaa vikofia vidogo kwenye kichwa. Naona vichwa vikubwa kuliko cha kwangu. Wameshika ule ukuta, wanaomba, wanalia. Wameshika ule ukuta, vikofia havianguki, skafu zao hazitoke, lakini mioyo yao inalia. Dakika 5 nzima nilikuwa nawashangaa. Lakini lile ni jambo gani wanalolifanya? Kuna agenda iliyowapeleka kwenye ule ukuta. Wao hawauoni ukuta, wao wanakiona kile wanachokiabudu. Sasa moyo wako wewe utunze kudharauliwa, utunzwe masimango, utunze kuchukiwa, utunze maneno ya wasiokupenda. Utamfanyia Mungu ibada gani hapo? Kuna watu mnaishi kwenye majeneza yenu wenyewe. Kwa sababu if you fail to control moyo wako, kuna vingi vinafungwa, kuna vingi vinazuiliwa. Wale Wayahudi walinishangaza. Tukatoka hapo tukaenda mahali kwingine. Tulipofika pale mahali kwingine, ni mahali ambako kila nikisomaga Biblia kwenye maisha yangu yote, toka nikianza kuhubiri kule vijijini, nilikuwa natamka hapa nitafika. Yaani nahubiri injili nasema siku moja nitaenda Israeli. Kumbe neno linafanyaje? Linaumbika. Kwa hiyo usiku ule kabla sijaenda, kwenye moyo wangu mimi sikuangalia mapokeo.
nilichokiangalia ni ibada. Na siku zote kwenye ibada usiende kwa mapokeo, kwa sababu hakuna kifungo kibaya kwenye uhusiano wa mtu na Mungu kupitia ibada kama mapokeo. Mapokeo hujenga tabia. Wangapi wanaelewa paka hapo? Wangapi wanaelewa paka hapo? Nilipofika tu nikapiga magoti, nguvu za Mungu zilinishukia nyingi sana. Yaani wale mapadri wanaoangalia ile eneo, wakati kila saa wanakuja wananiambia silent, huko wananipiga. Sasa mimi nasema hawa mapadri wa Kiyahudi wananizuia, wananiambia silent. Kwanza wanajua mimi ni miaka mingapi nimesubiria kuja Israeli? Wanajua ni miaka mingapi moyo wangu umechuchumilia kwa Bwana ili nikanyage Israeli. Lakini kitu gani kilichokuwa kinaniliza pale? Ni kumuinulia Mungu ibada. Kwa sababu kuna neno niliona, nimelisoma, na kuna kitu kilifanyika kupitia neno katika ibada ambayo Yesu aliifanya katika hilo eneo. Kwa hiyo katika kila ibada ni kuna neno. Mungu hatafutwagi katika ibada kwa makundi. Sijawahi kuona kundi likamtafuta Mungu mpaka mwisho wasigombane. Wewe angalia vikundi vya maombi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nikiwa bachelor kabla sijaoa, nilienda kwenye conference moja ya vijana. Na naamini by then I was among of vijana. Bado ni kijana lakini by then. Kwa hiyo ratiba yangu ilikuwa nyingi. Ma-conference mengi ya vijana yalikuwa yakipangwa. La sikuwa natafutwa. Kwa hiyo nilienda kwenye ile conference. Kakutana na Steven, yuko hapa, ni kiongozi kwenye kamati ya uinjilisti. Kwa nilipopokelewa, wakati naondoka nikaomba namba ya simu na kiongozi mmoja wa kikundi cha maombi. Sasa nilirudi Dar es Salaam, nilikuwa na seminar mahali. Wakanitumia message kwamba walipokuwa wanaomba Mungu akawafunulia, siwaambie Mungu aliwafunulia nini, kwamba miongoni mwao wakiwa na Mungu akawafunulia 1, 2, 3. Sasa nilipoisoma ile message, kumbuka hawa wanasema walikuwa wanamfanyia Mungu nini? Ibada. Sasa nikajiuliza, wao na mimi ambaye nilikwisha kuifanya hiyo ibada na Mungu akanipa neno na njia, kipi nikipokee? Mmoja akanifuata mpaka nilipokuwepo siku moja, akaanza kunichambulia. Kila kinimedesha madesa, naona mbona yuko chaka, mbona yuko nje ya mstari. Baadaye nikamwambia Mungu akawasaidie muweze kujua namna ya kumsikia vizuri. Hata hapa kuna watu focus zilipotea za maisha kwa sababu kuna kikundi mlikuwepo, kafunga huko na kuomba, halafu mkamsimika mmoja awe mchungaji wenu, yeye ambaye anafanya clearing and forwarding. Mungu ni Mungu wa kisheria na kiagano. Katika kila ibada Mungu huhakikisha anainua neno, na hilo neno aliinui nje ya kuhani aliyemwamini katika nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mpaka hapo na kuchambulia ibada ina nini. Kwa hiyo ibada, neno anapewa kuhani, na yeye kuhani huliachilia neno. Lakini jambo la ibada ni jambo ambalo linahusisha mawazo. Mawazo yanahusika katika ibada. Niulize kivipi? Unapoenda kumwomba Mungu, Baba, katika jina la Yesu, niko mbele ya uso wako, nisiyefaa na nisiyestahili. Tayari hilo ni wazo la kwanza, kwamba wewe haufai wala haustahili kwake. Si ndio? Na ni kanuni, huwezi kwenda kule ukajitumua. Si ndio? Ukisasema hayo ni mawazo. Unapokuja hatua ya pili, Mungu wa haki. Kuna vingi katika maisha, lakini Mungu katika hili na katika hichi
ni uone mkono wako ukihusuru maisha yangu na moyo wangu katika kazi. Hilo sio wazo. Hilo sio wazo. Hilo sio wazo. Hilo sio wazo. Sasa huu mjumuisho wa mawazo ndio yanayomsukuma mtu kutamka mbele ya uso wa Mungu. Kwa hiyo ibada inabeba hatia. Ibada yoyote ile inabeba hatia. Ibada inabeba hatia. Tunapozungumza neno hatia, hatukwepi neno haki. Hatia na haki, kwa tafsiri nyingine, haki ni stahiki. Ninapokuja kwa Mungu kumuomba, ninapofunga, ninapoamka usiku wa manane, napopiga magoti kwa Mungu wangu, ninachokitafuta ni haki yangu kwake. Kwa sababu katika haya maisha tunaoishi, katika mwili huu, thamani ya kuishi ni matokeo. Narudia tena. Thamani ya kuishi ni matokeo. Na heshima huja kwa wanadamu wanapoona matokeo. Sawa? Ushawahi kujiuliza kwa nini mioyo ya watu wengi inapokuwa na vitu inakuwa ina hofu ya vitu kuondoka? Muulize jirani yako hapo. Kwa sababu sio story ngeni. Amketa baba yako alikuwa na kila kitu vikaisha vyote. Nenda leo kafanya research. Kusanya waliopata 0 darasani. Mwambie andika jina lako. Ataandika jina lake. Sasa huyu anayeweza kujitambua akaandika jina lake, 0 inatoka wapi? Mungu ni culture yake kuachilia haki za watu kupitia madhabahu yake. Lakini hizi haki zinaendaga wapi? Zinapoteleaga wapi? Kumbuka nimekwambia ibada inabeba haki. Ndio maana kuna tofauti ya kusema namwachia Mungu anilipizie, na kuna tofauti ya kujua haki yako kwa Mungu na kwenda madhabahuni kutafuta haki yako. Wengi wamesema namwachia Mungu na hakuna matokeo. Nilipitaga kwenye hali fulani hivi. Unajua maisha ni vita, piga, si ndio? Ukichomoka umechomoka, ukikatwa mtamo ukilala umelala. Haya ndio maisha wapendwa yalivyo haya. Mimi nakwambia wewe unapaka mafuta yako ya mgando, kuna mtu hataki hata upake hayo mafuta. Ndio maisha yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wenzangu wote wakanishauri, Joni, mtumishi wa Mungu, si wakange kwenye madhabahu hao, Mungu awamalize. Nikawaambia hapana, hawatakiwi kumalizika haraka. Ni lazima haki yangu irudi kwanza, na wao wenyewe vinywa vyao vihusike kuitamka haki yangu. Haki yangu ilirudi, I'm telling you. Yani kwa heshima kabisa. Kwa heshima. Hamna kitu kinachoniumiza kama kuona mtu ambaye ana password ya kuongea na Mungu anapoteza haki yake. Ndio maana nasema punguza maombi ya kunungunika. Badala ya kunungunika, lia tu, atakuelewa. Lia tu, atakuelewa. Katikati ya kulia atakupa funguo. Sasa wewe unakandamizwa huku, moyo wako ndio unaotafutwa. Vita zote hulenga katika moyo. Kwa nini zinalengwa katika moyo? Ni ibada inatafutwa. Ni nini? Wewe ushawahi kujiuliza katikati ya maombi yako au katikati ya safari yako ya maisha ya kumwamini Mungu, alafu ndio ghafla inatokea jambo ambalo linapasua moyo wako vipande, unafikiri utasali? Utamuinulia Mungu ibada? Na Mungu alivyo mzuri katika ibada,
Mungu ni mzuri wewe. This God. Mungu ni mzuri. Mungu ni mzuri. Mungu ni mzuri. Ukijua kanuni ya kumfanyia ibada, Mungu ni mzuri. Anasema japo kufedhesha sana, atakufurahisha. Sawa? Okay, naomba mic. Kuna binti mmoja nilimwombea, alikuwa na magonjwa zaidi ya 5. Joyce yuko wapi? Nimemuona leo. Nakuomba nikutolee mfano. Kuna kitu nataka nikielezea hapa. Yuko wapi? Anaitwa Joyce. Yupo? Njoo. Naomba mic. Mpeni mic azungumze. Njoo hapa mbele kabisa. Ndio. Mara kwanza, si ndio? Ulikuja, unatokea wapi kwanza? Natokea Mafinga. Unatokea Mafinga, si ndio? Kwa Iringa, ndio. Iringa. Kwa kilichokuleta Dodoma kilikuwa ni maombezi, si ndio? Ndio. Angalia, kilichomtoa Mafinga aende Dodoma ni nini? Ni nini? Ni nini? Ni ibada. Ni nini? Ibada. 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 Ulipokuja Dodoma? Nilipokuja Dodoma ukafanya ibada, baada ya ibada kuisha nikakuona, nikaomba appointment nionane na wewe. Pale Dodoma, si ndio? Baada ya ibada, si ndio? Ndio. Nikakuelezea shida yangu, ukaniombea, nikarudi nyumbani. Shida yako ilikuwa ni nini mwanangu? Shida yangu nilikuwa na magonjwa zaidi ya 11. Umesikia paka hapo? Alikuwa na magonjwa zaidi ya mangapi? Sema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 diseases. Paka nimeweka kwa lugha ya kwetu. Magonjwa mangapi? 11. Magonjwa 11 yalikuwa yako ndani yake. Kuna kitu nataka ukieleze. Leo tasihubiri na kuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Na kuelekeza. Katika hayo magonjwa 11 nikaambiwa ini langu lina shida. Angalia, katika magonjwa 11 taarifa nyingine anapewa, ini lina shida. Umefikisha miaka 30 wewe? Hapana. Hata miaka 30 hajafanyaje? Hajafika. Na ulikuwa na mtoto mchanga? Ndio. Na mtoto changa. Angalia sasa, nataka upambanue uelewe. Magonjwa 11 ana ini na ameambiwa ana shida ya ini kubwa, alafu ana mtoto mchanga wa kunyonyesha. Endelea. Nikarudi Mafinga. Kuna baadhi ya watu waliniona dada Gertrude. Niliporudi Mafinga hali ikaanza kubadilika. Nilikuwa sili chakula, nilikuwa nakunywa maji tu afu nanyonyesha. Nikila chakula mwili wote unachomwa. Umesikiliza mpaka hapo? Akila chakula, yani chakula ambacho unajua chakula unatakiwa ukifurahie. Si ndio? Chakula badala ya kufurahia kinamchoma. Kwa hiyo maisha yangu yalikuwa ya hospitalini tu. Nikasema hapana. Ngoja niende kwa Mungu ambaye anaponya na anaweza. Nikaanza kubadili mfumo wangu wa maisha kwenye ibada. Angalia sasa. Kumwabudu Mungu. Akasema wacha nirudi kwa nani? Nini kilichofanyika? Mungu ana haja ya kumkomboa. Lakini ni lazima ili ibada iweze kupita, ni lazima kwenye moyo wake pawepo na kiu. Narudia tena. Kuna tofauti ya kufanya ibada na kuhudhuria ibada. Narudia tena. Kuna tofauti ya kufanya ibada na kuhudhuria ibada. Kinachotofautisha ni desire of your heart. Ile kiu ya moyo wako ndicho ambacho kinakutofautisha. Kiu yake ikageuka, ikasema naacha vyote. Hata kama ndoa itaharibika, I don't care. Nitapoteza nini? I don't care. Lakini wacha nirudi. Kiu ikamrudisha. Yes, ukaja Dar es Salaam, ndio? Ndio.
Kaja kuniona ofisini, si ndio? Ndio. Nini katokea wakati nakuombea? Nilidondoka. Wakati namuombea alifanyaje? Alidondoka. Na mimi nilikuwa nishamsahau kama alinifuata wapi? Dodoma. Baada ya yale maombezi, kwanza kipindi hiki ambacho unaumwa, uchumi wa nyumba yako ulikuwaje na mume wako? Uchumi uliyumba sana. Uchumi ulifanyaje? Uchumi ulifanyaje? Biblia inasema, mpenzi, ninaomba roho yako ifanyaje? Ifanikiwe kama na afya yako ifanyaje? Sasa unaweza ukaona moyo umefungwa, mwili, kisababisha mwili ufungwe ni baada ya moyo kwanza kufungwa. Mwili na wenyewe ukafungwa, wakaanza kupoteza haki yao ya fedha na mali. Uchumi ukaanza kupigwa. Uchumi ukaanza kupigwa. Uchumi ukaanza kupigwa. Na mimi najuaga wanaume, yani kama una ndugu zako wana dalili nyingi sana, alafu wewe ndio bioti yao au hazina yao, lazima atakuita, uone ugonjwa wa mke wako ndio unakofilisi. Hivyo waga vinatokea, si ndio wanaume wenzangu? Familia za Kiafrika ni za Kiafrika, na marafiki zetu wa Kiafrika ni marafiki zetu tu. Hawachagi kuweka perception, yani kutengenezea a certain perception in your mind. Na unajua wakishaitengeneza kwenye akili yako inakuja kwenye moyo. Baada ya kufunguliwa, ulivorudi Ilinga, mambo yameendaje? Baada ya kufunguliwa, namshukuru Mungu, uzito kao unaongezeka, maana nilikuwa na kilo 40. Kwa chakula ukawa nakula, si ndio? Nikawa nakula. Chakula Ndio. Nikawa nakula, tukawa tunamwona sasa Mungu anatuinua kwenye uchumi kidogo kidogo. Tunamshukuru kwa hilo. Unaona, baada ya kupona urejesho ukafanyaje? Ukafanyika. Hivi kesho kutwa naweka loli lao Semtela wakfu, linatoka bandalini hapa. Unaweza ukaona, unafikiri huyu hana haki ya kuwa mzima? Alikuwa hana haki ya kula vizuri mpaka akanyeshwa vizuri? Sasa ukiangalia kwa jicho la kiroho, ni moyo wake ulikuwa unatafutwa, lakini na ndoa ilikuwa inapigwa. Lakini huyu ndio mama ambaye ni lazima alee uzao wake. Kwa hiyo mtoto kukosa kunyonya, mtoto kukosa malezi ya mama, maana yake huyu angekufa kabla ya wakati. Maana yake kuna kwa yule mtoto ambacho kilipaswa kikuzwe na mama kisingewezwa kukuzwa. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Lakini usimuona nguvu ya urejesho, hata wigi lake limekaa vizuri. Hapa anaonekana hata makeup hajapaka, ni Vaseline tunaenda kakae. Mwambie mwenzako, ninayo haki yangu. Ninayo haki yangu. Tukiwa wafu katika mambo ya dhambi, lakini tuwe hai kupitia haki, si ndio? Angalia hiyo concept hapo mara moja. Yesu ilibidi auvae mwili, si ndio? Alipovaa mwili ilibidi ahaso kama tunavyohaso sisi. Ilibidi apitie aibu. Lakini Yesu alikuwa anaweza kuizalau aibu. Ndio maana ukiamua kumwamini Mungu, kubali kuizalau aibu na fedhea. Ukiamua kumkubali Mungu, punguza muda wa kujitetea sana. Huyo unajitetea kwake, naye ana msili wake. Akienda kwa msili wake, naye anapeleka utetezi wako. Alafu na wao tena wanakaa kikao cha kutengeneza tena. That is how life, maisha yanavyoenda katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alichukua dhambi zetu kupitia mwili. Angalia, mwili. Kupitia mwili. Mwili alichukua dhambi zetu. Alichukua vyote kupitia mwili. Na hivyo
kwetu sisi tulikuwa tayari tushakuwa wafu. Biblia inasema kipindi hicho tulikuwa wafu. Hapakuwepo na tena na personal relationship kati ya mtu na Mungu. Haikuwepo. Lakini Yesu akaja kupitia mwili wake akabeba vyote. Alivyovibeba vyote akaenda msalabani. Nini kilimfanya Yesu aende msalabani? Nini kilimfanya? Yesu alikuwa anatetea haki yetu irudi. Na haki isingeweza kurudi. Haki isingeweza kurudi. Haki isingeweza kurudi. Alichukua vyote katika mwili. Vyote katika mwili. Alichukua vyote katika mwili. Kilichosababisha Yesu achukue vyote katika mwili, Yesu alivichukua vyote kwa tafsiri ya kiroho, kwa tafsiri ya kiroho inayoitwa sadaka. Sadaka ndiyo ambayo ilimlazimu Yesu asimame mahali palipobomoka. Kwa nini? Yesu alikuwa anatafuta ibada. Yesu alichokuwa anatafuta ni kurudisha ibada iliyokuwa haipo. Ili airudishe ibada iliyokuwa haipo, ni lazima sadaka ihitajike. Yesu anatoa mwili wake kuwa dhabihu. Ndio maana kwenye Warumi anasema tutoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai. Kwa nini kwenye Warumi tunaambiwa tutoe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai? Kwa sababu nikachotafutwa katika uhusiano na Mungu na mtu ni ibada. Na kwa kuwa tulikuwa wafu, hapa kuwepo na ibada zenye kumpendeza Mungu, Mungu akasema no, wacha nimwachilie mtu ambaye atamuona John Sembatwa anayetokea huko atakapotokea. Nitabeba mwili wake, nitabeba udhaifu wake, na nitarejesha haki yake ambayo imefungwa mahali kwa njia ya kiibada. Yesu palikuwepo na neno likasababisha aje. Lakini kuishi kwake Yesu pasingekuwa na thamani kama asingeifanya ile ibada ya mwishoni. Na ibada ya mwishoni mwa Yesu ni ibada iliyobeba simboliki ya mateso. Ni ibada iliyobeba alama ya mateso, lakini iliyobeba alama ya aibu, alama ya fedhea, alama ya kila tusi unaolifahamu walimtukana. Lakini Yesu yeye alikuwa anajua hakuna haki ila mimi nakuja duniani kurejesha haki. Kwa hiyo kama nakuja kurejesha haki, ni lazima niuachilie mwili wangu ufanyike kuwa haki kwa watu wasiokuwa na haki. Wakapendelea mpaka hapo. Yaani Mungu akiangalia ukoo wenu, akicheki tambiko zilizofanyika kule, akicheki namna mnapopishana kwa waganga, akicheki namna ambavyo watu wanauana. Unajua kuuana sio lazima muane kwa kupigana mapanga, hata maneno tu, si ndio? Akicheki namna ambavyo watu wanaogelea kwenye umaskini, na maskini haheshimiki. Kinachomheshimisha maskini ni nguvu zake. Pale ambako kuna upungufu mahali anahitajika, ndipo utaheshimika, si ndio? Na kwa maskini anaheshimika. Nani kwa kuambia maskini anaheshimika? Katika hii dunia you cannot compare treatment anaopewa mwenye nacho na asiyekuwa nacho. Tuna matabaka ya aina tatu: tabaka la walala hoi, tabaka la walala hai, na walala heli. Haya yote yako katika hii dunia. Tunaishi. Mlala hoi hajui kesho ikoje. Mlala hai angalau anabadilisha manguo na chakula, na ana gari moja ya kupiga starter au mbili.
lakini bado ana operate under poverty. Mlala heli sasa yeye kiko kingi. Nipigie makofi, nimekupa hiyo social. Hiyo inaitwa social certification. Sasa Mungu anaona huyu haki yake sio kuwa mlala hoi. Huyu haki yake ni kuwa mlala heli. Huyu haki yake ni sio kuwa hivi alivyo. Huyu haki yake si kuwa mgonjwa. Maana mwili kuumwa anapoteza fursa za uchumi. Mwili kuumwa anapoteza fursa za malezi katika familia. Huyu vyote sio haki yake. Mimi Mungu nifanye nini? Mimi Mungu nataka ibada. Ibada pekee ndio inaweza ikavunja sheria. Sio kitu kingine. Ni ibada, ni ibada. Ndio maana usipigane na anayejua kumfanyia Mungu wake ibada. Kuna mwanangu mmoja alikuwa anagombea nafasi fulani nzito hivi. Akaniambia uchaguzi unafanyikia sehemu fulani. Nikamwambia sawa, hamna shida. Nikamwambia niko ofisini. Saa 4 tukutane kwenye eneo la uchaguzi. Tukaenda saa 4 kwenye eneo la uchaguzi. Tukakaa kwenye lile eneo. Kama mwanangu, hapa tunamfanyia Mungu ibada. Usiposhinda hiyo nafasi, basi huyu Mungu wetu si atakuwa wapi? Sasa kwa kuwa nilikuwa naamini katika ibada Mungu anajibu, nikasema hata utumishi nitaacha usiposhinda. Sijawahi kushinda kwa tabu kama ile siku. Kwa hiyo tukapiga maombi pale mwanangu. Kesho yake mapambazuko nipo, naambia Mungu kumbuka kiapo changu. Kumbuke Mungu kiapo, ashinde angalau na yeye mwana akae kwenye hiyo nafasi. Kuna access Mungu na mimi nazihitaji katika haya maisha. Si ndio? Sipende kuishi duniani kama uko kisiwani, utakufa. Kuna mahali kuna vya kiroho vinatumika, kuna mahali ni sauti yenye mamlaka inatakiwa kuvushe. Kila saa nampigia, vipi? Haya baba, mchuano mkali kweli kweli. Mchuano mkali. Mwishoni ananiambia, baba, nimeshinda. Akashinda. Lakini ni kipi tulichokitanguliza? Na kuna siku akaenda kugombea pasipo kumfanyia Mungu ibada. Ni kitu kingine sasa, kwenye vitu vingine. Iko alikosa. Akaja akaniambia, mzee, sikufanya ibada. Ndio maana nimefeli katika hili. Lakini utakuta Mkristo anasali, lakini hajui kumuinulia Mungu ibada ya kupata haki zake. Alafu kuna mtu ambaye yeye amejifungamanisha na madhabahu nyingine za giza, anainua ibada, anafanikiwa. Where is your God? Mungu wako yuko wapi? Mungu wetu asipokupigania ni aidha umeshindwa kwenye kanuni za ibada. Biblia inasema Yesu akaja kuifuata haki yetu. Haki ni ipi? Haki ni ipi? Anachungulia kwenu, wanaona kila mwaka watu wanakufa kwa kansa. Kila mwaka watu wanakufa kwa pressure. Watu hawafikishi miaka 45. Watu hawafikishi miaka 50. Watu wanakuwa, wazazi wao wanakufa mapema. Alipocheki hilo, Mungu akasema hapana. Mimi vya kwangu na virudishaga kwenye ibada. Si virudishagi nje ya ibada. Yesu nenda. Ndio maana Yesu anasema kwa kupigwa kwake tumepona. Alipigwa as a symbolic of sacrificial. Alipigwa as a symbolic ya sadaka, offering. Mimi mara nyingi nakuja kusali usiku kanisani. Ndio maisha yangu. Toka nikiwa na miaka 15. Toka nikiwa sina baskeli, sina gari. Ni maisha yangu. Kwenda madhabahuni na kusali na kutembea umbali amtakaoweza kutembea kurudi nyumbani. Ni sehemu ya maisha yangu. Katika kutembea na Mungu na kutembea usiku kutoka kusali. Sitasahau siku moja nilikuwa natembea kutoka Korogwe mpaka Tabata kwa miguu usiku kutoka kusali. Nilikutana na mengi njiani. Watu wanafanya ibada njia panda, wanapiga mayai visa. Watu wako uchi, wanainua ibada. Alafu unategemea. Sikiliza. Mtumishi akideclare neno kwenye altar, kitakacholeta matokeo apart from yeye kutamka neno ni uhusiano wako na Mungu. Ndio maana ibada haiko katika vitu.
Ibada haiko katika vitu. Ibada iko katika uungu na Mungu. Wewe shindana na vitu tu. Sasa unashangaa watu wanafanya ibada kwa namna ile. Kuna siku nikaenda baharini kula miogo. Nikaona watu wanafanya ibada baharini. Nikaanza kukemea. Niliumwa na kiuno na tumbo ambalo sijawahi kuumwa toka misingi ya dunia ianzishwe. Nile kwa naye akanipeleka hospitali Manzese, sio ni hospitali moja Manzese maarufu sana, nimeshasahau jina lake. Wakacheki hamna kitu. Niliporudi wakati naomba nikajua niliingilia ibada ambayo hainihusu, na kwa kipindi kile nilikuwa bado sijafikia hiyo level. Ndipo Mungu akanifundisha nguvu iliyoko kwenye madhabahu ya mahali pa juu kupitia bahari. Kwa labda nikisema niseme nguvu ya bahari, achia. Unaweza ukakaunti tu, mtumishi amesema neno nguvu ya bahari na watu wakafunguliwa. Lakini behind it kuna kitu nilipitia. Kanifanya nikamuinulia Mungu ibada 1.5 kutafuta revelation na nguvu iliyoko kwenye bahari kupitia wachawi. You want to be someone, muinulie Mungu ibada. Unataka watoto wako wawe na faida, muinulie Mungu ibada. Ibada ndio itakayorejesha. Wewe angalia, Yesu anazaliwa, anakabidhiwa madhabahuni. Tayari asili ya kuzaliwa kwake inambeba. Wewe ulizaliwa ukapakwa sikio la mbuzi kwenye kichwa chako. Jamani, mimi maisha yangu ni kuombea watu wafunguliwe. Nimeona vitu. Kuna mwingine ulizaliwa ndipo bibi akafunga safari kuja kuchukua kitovu. Wewe ulizaliwa badala ya kukimbiziwa madhabahuni wekwe wakfu. Wakasubiria siku 40. Wakavaa na sale. Ng'ombe kachinjwa. Babu sijui mjomba akaja. Hawa za mazao zitaondoka, za kwako zinabaki kwenye mateso. Wewe ulizaliwa alikuja bibi yako akakutemea mate mpi, kwamba haya mate ni ya baraka, wakati ana speak curse kwako. Toka lini mate ya bibi akabeba baraka wewe? Baraka ziko madhabahuni pa Mungu peke yake. Hivi leo mnanielewa? Nataka tumuinulie Mungu ibada ambayo asila yako ya ndani ndio isababishe pepo ziondoke. Yesu anakabidhiwa madhabahuni. Sikiliza, maisha yako ni ya kwako, lakini uliko kwenye asili ya kuzaliwa kuna nguvu kwenye maisha yako. Yosefu na Mariamu wakati wanamkabidhi madhabahuni, alihitajika kuhani awepo. Nilikwambia ili ibada iwepo ni lazima neno litamkwe kutoka kuhani. Yule kuhani akatamka, kupitia huyu wengi walioanguka watainuka. Kuhani alichokitamka alikuwa na cement. Alikuwa anamwaga zege lenye simenti nyingi ambalo halijachanganywa na mchanga. Kuna watu hapa mlikabidhiwa kwenye miungu, alafu ikilofuata mkaenda kubatizwa. Ule ubatizo nisiingie sana huko. Sawa? Sikiliza, ibada sio mapokeo. Na siku zote ibada ikigeuka kuwa mapokeo, hakuna Mungu hapo atakayejifunua. Yesu anapigwa. Kupigwa kwa Yesu ni kuna damu ilikuwa inatafutwa. Na ile damu iliyokuwa inatafutwa ya Yesu, ni lazima moyo wa Yesu, uhai wake uondoke ili damu ipatikanike. Kwa hiyo ile damu ilipokuwa inamwagika kupitia mateso ya Kristo Yesu, kitu cha kwanza Mungu alijua, siwezi nikajipatanisha na walimwengu, siwezi kujipatanisha na hii dunia. Na alikwisha sema toka kipindi cha Nuhu ya kwamba sitashindana na mwanadamu tena. Mungu akajua siwezi nikafanya chochote kwa mwanadamu pasipo ibada. Sema ibada. Nisomee Mathayo 27 mstari wa 50.
Malaika wanainama wakisema, hii ni Januari. Kwa hiyo kuna mambo ya kimaisha katika Mkristo ni lazima uyaelewe na uyafanyie kazi. Ibada ndio itakayokubeba Januari mpaka Disemba. Ibada ndio itakayoamua maisha yako Januari mpaka Disemba. Ibada ndio itakayokutetea mahali ambako hauna utetezi. Ibada ndio itakayokuficha katika aibu zote. Some Mathayo 27:50. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Angalia. Hivi ushawahi kuona kifo cha Yesu wewe? Yaani Yesu yuko kwenye last point. Roho yake inakatika huko akipiga kelele. Ni ishara hayo mateso alikuwa anayapata wakati roho yake inaondoka hayakuwa ya kawaida. Ndio maana nasema siku zote, Mungu akikupa mwangaza wa wewe kufanyika kuwa kuhani nyumbani kwenu, kuhani kwenye familia, kiongozi wa kuongoza wengine katika njia ya haki ya Mungu, kuongoza wengine kazini kupitia hofu ya Mungu iliyoko ndani yako, ni jukumu zito lenye maumivu makubwa sana, lakini ni jukumu zito liliojaa nguvu ya ibada ambayo itakutetea siku zote. Biblia inasema Yesu mwana wa Mungu anapiga kelele. Nachojiuliza, labda hapa ndo msalabani amesimama, lakini anapiga kelele. Maana yake lo iladhi kuondoa sheria iliyokuwepo, lakini mwili hauko tayari. Lakini Mungu anajua heshima ya Yesu ni ushindi wake atakaoupata, na ili jina lake litumike ni lazima ibada iinuliwe. Akikuwa kifo cha kawaida, ndio maana ukija ibadani ukiona mtu anamlilia Mungu wake, mwache aliyepaka kamasi zitoke, kwa sababu haujui ndani ya moyo wake kuna nini. Haujui ni kipi anachokitafuta kwa Mungu. Haujui ni attachment ipi anayoililia kwa Mungu. Some mstari unaofuata, tamani tuingie kwenye maombi. Moyo wangu umejaa kiu. Some haraka. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Jesus. Biblia inasema tazama, maana yake angalia. Pazia la hekalu lilivunjika. Tunajua sheria ya madhabahu. Kuna uwanda wa nje. Kuna uwanda wa nje wa madhabahu. Kuna uwanja wa nje wa madhabahu, eneo la nje ya madhabahu. Alafu kuna eneo la pili la patakatifu. Lakini kuna eneo la tatu patakatifu. Sasa tunapozungumza patakatifu, ni wote tunafika patakatifu. Lakini kwa kipindi kile patakatifu ndio huko mahali pa juu, kwa lugha nyingine kibiblia. Hakuna aliyeweza kuingia kule pasipo kuhani kupanda kule. Na kuhani alipokuwa anapanda alikuwa anafungwa mnyororo, na alikuwa akiingia huko wakiona harudi, wanajua Mungu ameikataa ibada. Kwa hiyo anafutwa, akiwa amekufa anaenda kuzikwa. Sasa maandiko anasema Yesu alipopiga kelele, roho yake ikakatika. Maana yake sadaka ya roho yake alipoitoa, nini kilichofanyika? Kuna kitu cha kiibada kilichofanyika ambacho Wakristo tukikielewa, hatutakuwa maluza, hatutakuwa wa kushindwa, hatutakuwa wa kuanguka, hatutakuwa wa mambo kuharibika. Tutapozunishwa tutajua iko furaha, tutakapopigwa tutajua iko ibada. Some. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Biblia inasema nchi ikatetemeka. Maana yake ardhi ikatetemeka. Mungu alijua
ibada na ibada za miungu zimefanyika sana kwenye ardhi. Sasa ili niwavushe hawa, ni lazima ibada hii ambayo imekuja kupitia Kristo, ni lazima damu imwagike, na damu ikimwagika ni lazima iende kwenye ardhi. Kwa nini lazima iende kwenye ardhi? Ni lazima nirejeshe vilivyofukiwa kwenye ardhi, ni lazima nirejeshe vilivyoharibika. Maana kwa kitambo naliwaacha, lakini kwa rehema nyingi na warudisha. Hakuna rehema kama hakuna msalaba. Hakuna rehema kama hakuna mauti ya Yesu. Nasema hakuna rehema kama hakuna mauti ya Yesu. There is no mercy kama hakuna mauti ya Yesu. Biblia inasema nchi ikapata tetemeko, lakini havikuishia tu kwenye nchi kupata tetemeko, na miamba ikafanyaje? Miamba ikafanyaje? Ikapasuka. Rudia tena huo mstari. Ndipo tunapomchapia adui hapo leo. Rudia tena huo mstari. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Biblia inasema nchi, ardhi ikatetemeshwa. Baadaye unaona makaburi yakitoa watu. Maana yake Mungu alijua kuna ibada nyingi zimefanyika kwenye ardhi, lakini kuna mwanangu fulani somewhere, ardhi ikikombolewa nyumbani kwao hakuna mpaka wowote. Ardhi ya nyumbani kwao ikikombolewa, ndio maana hata kuna watu mwaka 2022 leo nitaenda kufungua ardhi za nyumbani kwao, na ardhi za nyumbani kwao zikifunguka vitu vyao vitaenda. Kuna watu leo ardhi litawaachia. Kuna watu leo ardhi zitawaachia. Kuna watu leo ardhi itaachia hatua zao kupitia ibada, kupitia ibada, kupitia ibada. Kuna ardhi zitaachia watu. Maandiko yanasema watu wakatoka, watakatifu wakatoka, watu wakatoka kwenye makaburi. Maana yake leo kuna makaburi yanaenda kuachia watu hapa. Kuna makaburi yanaenda kuachia watu hapa. Kuna makaburi ya familia yanaenda kuachia watu. Kuna makaburi ya ukoo yanaenda kuachia watu, kwa sababu tunaenda kuinua ibada iliyobeba damu ya Yesu, iliyobeba damu ya Yesu, iliyobeba damu ya Yesu. Leo ni lazima moyo wako ufarakanishwe na vifungo vyote vya ardhi na nyumbani kwenu. My Bible inaniambia damu ilienda kwenye ardhi, na alipokata roho pazia lilipasuka. Maana yake Yesu alirudisha heshima ya ibada. Yesu alirudisha heshima ya ibada. Na tabiri juu yako mwaka wa 2022, tembea na ibada za Mungu aliye hai. Muinulie Mungu ibada, muinulie Mungu ibada, na mapazia yatapasuka. Mapazia yatapasuka. Mapazia yatapasuka. Mapazia yatapasuka. Mapazia yatapasuka. Maandiko yanasema pazia lilipopasuka ndipo uhuru wa ibada ukapatikanika, ndipo urejesho wa ibada ukapatikanika. Hatukuhitaji tena tumtume mtu, tulihitajika sisi wenyewe tumuinulie Mungu ibada. Mchana wa leo ninaona rehema za Mungu nyingi, ninaona rehema za Mungu nyingi, ninaona mioyo ikifinyangwa. I see the power of restoration. I see the power of restoration. I see the power. Alichoniambia Mungu, nenda ukawaambie nataka ibada, na sio kuhudhuria ibada. Nataka ibada kwa sababu viko vya kwangu vingi katika ibada. Viko vya kwangu vingi katika ibada. Viko vya kwake vingi katika ibada. Maandiko yanasema pazia lilipasuka. Pazia lilipasuka. Pazia lilipasuka. Pazia lilipasuka. Pazia lilipasuka. Na pazia lilipopasuka, kwa neno la Mungu aliye hai,
miamba ikapata shida. Kuna miamba ya ukoo leo inaachia watu hapa. Leo nazungumza na mizimu ya kwenu. Leo nazungumza na mizimu ya kwenu. Kama ni uchawi katika level ya mizimu, kama ni uganga katika level ya mizimu, leo tunazungumza na hivyo viti ambavyo viliwekwa kupitia ibada. Kila kilichowekwa kwenye maisha yako kupitia ibada za giza, mchana wa leo ni urejesho. Mchana wa leo ni urejesho. Mchana wa leo ni urejesho. Mchana wa leo ni ushakarabasata. Kuna watu unashangaa, kuna saa unakuwa na utulivu na Mungu, kuna saa utulivu wako na Mungu unaondoka. Kila inapofika saa uone matokeo kwenye maisha yako, utulivu wako wa ibada unaondolewa. Mungu ananiambia niondoe pazia la hekalu. Ananiambia niondoe pazia la hekalu. Niondoe pazia la hekalu. Kuna watu 5 hapa, mapazia yao ya hekalu yanaondoka. 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 Wewe ni kuhani wa madhabahu ya Mungu. Wewe ni kuhani wa familia yako. Wewe ni kuhani wa nyumba yako. Wewe ni kuhani. Wewe ni kuhani. They know very well. They know very well. They know very well. Wasipokufunga kwa njia ya ibada ukapoteza utulivu, hautaweza kuvuka. Waliopaswa kuvuka kupitia ibada wavuke sasa. Wavuke sasa. Wavuke sasa. Wavuke sasa. Kuna kitu kinatokea pale. Kuna kitu kinatokea pale. Yes, something is happening. Kuna nguvu ya ibada. Kuna nguvu ya ibada. Kuna nguvu ya ibada. Ushers be everywhere. Kuna nguvu ya ibada. I see the power. I experience the power of living God. Of living Karabasakaka. Jerabosa. Terabosa. Jirobosa. Jiriba. Jiriba. Wewe fanya. Jesus. 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 Kuna watu uchumi wao umefungwa ndani ya ibada, na pazia la hekalu limefunga kwenye ukoo. Wanajua ukifunguliwa utasupport kazi ya Mungu. Wanajua ukifunguliwa utafanya kazi ya injili kupitia uchumi wako. Wanajua ukifanikiwa utafanya kazi ya injili. Na ninachokiona sasa hivi, wanapiga sana uchumi wako. Kuna asaidiwe dada pale, asaidiwe huyo hapo, huyo hapo. Wanapiga sana uchumi wako. Wanapiga sana uchumi wako kwa sababu wanaiona kiu ya ibada ndani yako. Wanaiona kiu ya ibada ndani yako. Wanaiona kiu ya ibada ndani yako. Wanaiona ndani ya Jesus, 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 the Son of living God, the Son of living God. Have your way, have your way. Jesus, the Son of living God, 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 the Son of living God. Ninaona kiti. Ninaona kiti. Alafu ninaona makondo ya nyuma ambayo waga ni ishu ya kina mama baada ya kujifungua, yakikabidhiwa kwenye kiti cha udhalimu. Na naona Mungu nyoka akiwepo kwenye iko kiti. Na wamefunga matumbo ya watu katika hiyo familia kwa sababu wanajua ndani ya hayo matumbo kuna watumishi wa Mungu watakaovunja sheria za ibada za miungu ya ukoo. Wakombolewe sasa. Jesus, Jesus, Jesus. Alipano, 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 Jesus, 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 alipano, alipano, alipano. Na mmoja shida hiyo ya tumbo
imepelekea changamoto paka kwenye mgongo wako na paka kwenye uchumi wako. Ikiwa pazia lilipasuka, ikiwa pazia lilipasuka, ni kuna itifaki ilivunjika, kuna protoko ilivunjika, kuna wadada na kina mama 7 protoko zinavunjika za ukoo wa kwenu. Hakuna mwanamke aliyewahi kufanikiwa, hakuna mwanamke aliyewahi kufanikiwa, hata aliyebeba baraka za kufanikiwa ndoa yake iliharibika, vitu vikapotea. Lakini sana wa leo, wewe ukawe miongoni mwao, wewe ukawe miongoni mwao, wewe ukawe miongoni mwao. Na kuhamisha sasa, 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 na kuhamisha sasa. Toka kwenye mamlaka ya nyoka, 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 toka kwenye hiyo mamlaka, toka kwenye hiyo mamlaka. Walikufunga kwa ibada, na mimi nakufungua kwa ibada. Walikufunga kwa ibada, na mimi nakufungua kwa ibada. Nasikia moyo wangu umejaa uchungu sana. Alafu Mungu anadondosha neno la Isaya 38. Ya kwamba mimi mwenyewe nimesema kwa nafsi yangu, nitakwenda pole pole miaka yangu yote kupitia uchungu nilionao. Naona kuna wakina mama na mabinti wanateswa na eneo la uchungu. Mungu anataka moyo wako kwa ajili ya ibada. Kuna wadada na kina mama mmepitia rough road, mmepitia rough ways kwenye maisha, zimeachilia maumivu makubwa sana. Na kilichokuwa kinatafutwa kwenye moyo wako ni ibada. Kilichokuwa kinatafutwa kwenye moyo wako ni ibada. Sikia neno la kuhani linalotamka, nafsi yako, rudi rahani kwa Bwana. Rudi rahani kwa Bwana. Rudi rahani kwa Bwana. Ukamhudhurie Mungu ibada. Rudi rahani kwa Bwana. Kuna watu na madai wanatakiwa mkabidhiwe mikoba. Mikoba ya kichawi. Mikoba ya kichawi. Mikoba ya kichawi. Mikoba ya kichawi. Nyosha mkono wako wa kulia juu. 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 Nyosha mkono wako wa kulia. Kabazeke kareka ndarabazike yabo. Jikiti karabazika daraba. Jikiri korobozitia. Teri katarade. Tarabozika tarade. Teri korobozika darade. Teri kataradea. Rikoshaka. Raboziki. Rokota kapo. Rudisha kazi yako Mungu, iliondolewa kizazi baada ya kizazi. Rudisha nguvu yako, iliondolewa kizazi baada ya kizazi. Katika familia zao, katika nyumba zao. Rudisha Bwana, rudisha Bwana. Ni kweli bibi zao hawapo, ni kweli babu zao hawapo, ni kweli walioachilia majina kwao hawapo, lakini waliachilia majina kwa njia ya ibada. Waliachilia majina kwa njia ya ibada. Ni kweli hawapo, ni kweli hawapo, ni kweli hawapo, ni kweli hawapo, ni kweli hawapo. Mungu, wengine hata mama zetu hawapo, wamekwisha kufa. Hakuna mahali tunapoweza kwenda tukawauliza historia ya nyumba, tukawauliza historia za ukoo. Lakini Bwana, kupitia damu ya Yesu ambayo umeiachilia, kupitia agano jipya, kupitia agano jipya, uliamua kuvunja pazia la hekalu ili tupate ule uhuru wa ibada ulioondolewa. Tupate uhuru wa ibada ulioondolewa. Tupate uhuru wa ibada ulioondolewa. Rejesha huo uhuru wa ibada. Rejesha Mungu uhuru wa ibada. Funika tu macho yako, focus. Because what I see spiritually ni kitu kizito. Ni kitu kizito. Ni kitu kizito. Focus na Mungu wako. Focus na Mungu wako. Anayependa ibada, mwenye wivu wa kiibada. Anayependa ibada, mwenye wivu wa kiibada. Anayependa ibada, anaipenda ibada. Tuko awamu ya kwanza ya maombi, bado awamu ya pili na ya tatu. Anayependa ibada, anayependa ibada. Tuko na Mungu anayependa ibada. Tuko na Mungu anayependa ibada. Ninaona kuna mtu mbele yake, yuko mama yake, yuko mama yake, na namuona mama yako
akikabidhi uzao wake madhabahuni, alafu miungu ya kwao baada ya kujifungua ikamuua kabla ya wakati, ikamuua kabla ya wakati, ikamuua kabla ya wakati. Hawa watu wako watatu, mmoja yuko hapa, mmoja yuko hapa. Yes, asaidiwe, asaidiwe, asaidiwe. Mungu anabadilisha historia, Mungu anabadilisha historia, Mungu anabadilisha historia. Anarudia Jesus, 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 Jesus. Bado namuona huyu mama. Na wewe kuzungumza awamu hii unapitia vita kubwa sana kazini. Hata napoongea na wewe kazi hauna. Kila siku unaonewa, unafukuzwa kazi. Hauna kazi kwa sababu miungu iliapa huyu mama na watoto wake hawatakuja kuona baraka kwenye maisha. Na tunapozungumza baraka ni jambo la kiibada. Baraka ni jambo la kiibada. Kwa mamlaka nilionayo ya kikuhani, kama nilivyo na mamlaka ya kutamka baraka kwa watu, ndivyo na mamlaka ya kuondoa hiyo laana iliyowekwa kwenye kazi ya mikono yako. Ninaondoa hizo laana sasa zilizowekwa kwa njia ya ibada kwenye kazi ya mikono yao. Zitoke, 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 zitoke. I said, yo, something is happening. Mungu ana kazi ya kurudisha heshima yake iliyopotea kwenye familia zetu kwa njia ya ibada, kwenye kazi zetu kwa njia ya ibada. You just remain silent. Something is happening. Kuna kitu Mungu anakitengeneza. Kuna kitu Mungu anakitengeneza. Kuna kitu Mungu anakitengeneza. Pazia lilipopasuka, ardhi ilitetemeka. Kila ambaye hatua zake zimezikwa ardhini, kila ambaye hatua zake zimefukiwa kwenye ardhi, kila ambaye hatua zake zimefukiwa kwa njia ya ibada, kila ambaye hatua zake zimezikwa kwa njia ya ibada, kila ambaye hatua zake na uzao, hatua za maisha yake. Msimama. Mlio kwenye viti simameni. Nyosha juu kabisa, usichoke. Hapa mbele tulieni kimya. Mbele tulieni kimya. Nyi mizimu, ungueni kimya kimya, mwe na adabu. Nyosha mkono wako wa kulia juu, kuna kitu nakitafuta. Saidia binti mwenye nguo ya njano. Kuna muhuri umegongwa kwenye huo mkono. Huyo hapo. Kuna muhuri umegongwa. Yes. Na muandalia operation. Nyosha mkono wako wa kulia kila mtu. Madai yote ya madhabahu. Yes, na huyo mwingine pia asaidiwe. Madai yote ya madhabahu kwenye hiyo mikono. Naona muhuri umegongwa wa damu kwenye mkono wako wa kulia. Tunaona muhuri umegongwa wa damu kwenye mkono wa kulia. Ninaona muhuri umegongwa wa damu kwenye mkono wa kulia. Walifanya kiibada, walifanya kiibada, walifanya kiibada, walifanya kiibada, wakagonga muhuri. Na inapofika saa ya kuondoa mihuri, ni jukumu la Mungu mwenyewe, si jukumu la malaika, ni jukumu la ile damu ya Yesu. Iende walipogongea muhuri kwenye hiyo mikono, iende walipogongea muhuri kwenye hiyo mikono. Muhuri uondoke, muhuri uondoke, muhuri uondoke. Fire, fire, fire. Damu inaenda, damu inaenda, damu inaenda, inaondoa hiyo mihuri. Damu inaondoa hiyo mihuri, damu inaondoa hiyo mihuri, damu inaondoa. Hii ni vita. Asas, wasaidieni watu, hii ni vita. Yete karabosa. Don't bargain with the devil. Jikorobosata. Don't bargain with them. Karabasheka. Rikotakapa. Teratakata. Terikotakapa.
Ninaona muhuri wenye damu unaondoka. 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 Ninaona muhuri wenye damu. Kuna watu hawajawahi kufurahia mikataba ya kazi. Ninaona muhuri unaondoka. Ninaona muhuri unaondoka. Ninaona muhuri unaondoka. Kuna watu hawajawahi kufurahia mikataba ya kazi. Mihuri iliwaingiza kwenye kuwa watumwa. Kwenye kuwa watumwa. Waliowekwa kwenye utumwa wa kazi. Waliowekwa kwenye utumwa wa kazi. Waliowekwa kwenye utumwa wa kazi. Waliwafunga kwa njia ya ibada. Na mimi kwa njia ya ibada nawafungua. Ninawafungua wote. Ninawafungua wote. Ninawafungua wote. Kwa damu ya Yesu. Ule muhuri uliogongwa. Ule muhuri. Ule muhuri uliogongwa. Wakasema haitawezekanika kwenye maisha yako. Na waliofanya hivyo walikuwa wanafanya ibada kila mwaka. Na sisi mwanzo wa mwaka huu tumekimbilia kwa Mungu mwenye haki. Tuone ni ibada ipi itapata kibali. Tuone ni ibada ipi itakata kibali. Ni ibada zao au ibada ya Mungu. Nachojua ni ibada ya Mungu itapata kibali. Ule muhuri uliogongwa mwaka baada ya mwaka. Ile mauti ambayo iko langoni kwenye familia. Ile mauti ambayo iko langoni. Mauti kupitia magonjwa. Mauti kupitia magonjwa ya kansa. Kansa. Saratani. Kansa. Kansa. Kansa zako kwenye kizazi, kwenye utumbo. Kansa ya damu. Kansa. 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 Kansa ziondoke. Kansa ziondoke. Muhuri wa kansa uondoke. Muhuri wa kansa uondoke. Magonjwa yaondoke. Tema kwa jina la Yesu. Ile ibada walioifanya, wakasimamisha magonjwa. Ninaikataa leo. Hebu nisikiliza nikwambie. Kuzimu waga wachoke kufanya ibada. Hawakuifanya kwa siku moja. Walifanya kila mwaka. Nataka muda huu uweke mezani kwa Mungu. Wewe mwenyewe kwa kinywa chako. Magonjwa yote yanayoua watu nyumbani kwenu. Hatujui ni lini yatalipuka. Wengine tayari hapo kwenye damu zenu, kwenye miili yenu. Inasubiria tu wakati. Hebu kataa hayo magonjwa. Wewe unajua watu wanakufanya nyumbani kwenu. Yakataa hayo magonjwa. Wewe unajua magonjwa ya kwenu. Kazi yangu mimi ni kutamka tu. Wewe unajua magonjwa ya kwenu. Unajua yamkini anaweza yakashindwa kwako. Lakini una watoto, una ndugu. Hebu tamka, 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 tamka. Huu ndo tuko mwanzo wa mwaka. Lazima tuachilie magonjwa madhabahuni. Lazima tuyakabidhi, yakabidhi haya magonjwa madhabahuni. Yakabidhi haya magonjwa madhabahuni. Yakabidhi hayo magonjwa. Yakabidhi hayo magonjwa. Ninaona kansa zinaondoka. Ninaona kansa zinaondoka. Ninaona kansa. Saratani zinaondoka. Saratani zinaondoka. Kansa. Kansa. Kansa inaondoka. 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 Kansa inakimbia. Kansa inakimbia. Kansa inakimbia. Kansa inakimbia. Kansa. Kansa. Pressure ya kupanda. Zikabisi. Karabasha. Rapasa. Terikota. Omba. Zikabisi. Leo ni mwanzo wa mwaka. Kabisa hayo magonjwa. Ya kwamba mwaka huu hautaenda hospitali. Wewe hautalazwa. Wewe hautapungukiwa kwenye afya. Kabisa hayo magonjwa. Hakuna operesheni itakayofanyika. Na kataa hizo operesheni. Hakuna operesheni itakazofanyika na zikaharibika. Itakazofanyika zikaharibika. Sema kwa jina la Yesu. Kumbuka nilikwambia ibada ubeba hatia. Nataka tuiachilie damu ya Yesu ikavute hatia za magonjwa ambayo kwayo yamebeba roho za ufilisi katika uchumi.
Are we in agreement? Are we in agreement? Sijui adui katoa wapi siku hizi. Kila mtu anapasuliwa tu kwa operation. Kuna watu wanaingia kwenye operation hawatoki. Hatuna mikono tunayoiamini zaidi ya mikono ya Mungu. Kama ni operation iwe ni Mungu anataka uende akakuponye kwa njia hiyo. Sitaki operation humo ndani kama si ya Mungu. Na Mungu aisikie sauti yangu, ardhi iandike na mbingu ishuhudie. Sema kwa jina la Yesu. Kwa kuwa ibada ubeba hatia. Na mimi tamka jina lako. John Christopher Sembatwa, tamka jina lako mara 3. John Christopher Sembatwa, John Christopher Sembatwa, John Christopher. Sema hakuna mtego uliobeba hatia ya magonjwa ambao unatesa nyumba ya baba yangu, nyumba ya mama yangu, kizazi baada ya kizazi. Kwa kuwa walikuwa na desturi ya kuinua ibada mwaka baada ya mwaka, siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi. Mimi leo mwanzoni mwa mwaka ninakimbilia madhabahuni pa Mungu ambako pazia limepasuka, ardhi ikatetemeka, ardhi ikatetemeka. Imeandikwa kwenye Wakorinto ya kwamba vilitetemeshwa ili visikae. Na mimi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila magonjwa yaliyobeba hatia ya nyumba ya baba yangu, nyumba ya mama yangu, leo kwa damu ya Yesu yatetemeshwe, yasikae kwenye mwili wangu, yasikae kwenye damu yangu. Sema mauti haitapatikanika kupitia hayo magonjwa kwenye afya yangu, kwenye nyumba yangu. Omba. Magonjwa ya kuchanganyikiwa yakatae. Magonjwa ya kuchanganyikiwa kataa. Confusion kataa. Magonjwa yanayoletwa na hofu yakatae. Yakatae hayo magonjwa. Kataa magonjwa. Kubeba mimba iliyojaa mateso kataa. Kujifungua kupoteza uhai kataa. Kuna mtu uliota unachomwa sindano kwenye ndoto, waliachilia sumu kwenye damu yako, waliachilia sumu kwenye damu yako. I see the power of God. Yes, waliachilia sumu. Yes, waliachilia sumu. Wasaidiwe huyo. Waliachiliwa sumu kwenye ndoto, walikuchoma sindano. Wasaidiwe huyo. Kuna mtu kwenye ndoto walioingiziwa magonjwa kwa njia ya ndoto, walioingiziwa magonjwa kwa njia ya ndoto, walioingiziwa magonjwa kwa njia ya ndoto. Leo magonjwa yasikie, yasikie hayo magonjwa. Walioingiziwa magonjwa kwa njia ya ndoto, magonjwa walioingizwa kwa njia ya ndoto. Ulilala wakaharibu afya, na wewe hukujua ya kwamba wameharibu afya, na wewe hukujua wameondoa haki yako ya uzima. Haki ya uzima irudishwe. Haki ya uzima. Kisikia ndani yako kuomba, omba. Today the special service ya kukataa magonjwa yaliyopitishwa kwa njia ya ibada yoyote ile. Ujuma, kuna watu kwenye familia yao inapofika saa mtu uchumi wake upande, akalie kiti au apate promotion au aolewe, huo muhuri wa magonjwa huinua hatia ya mauti. Na mimi natamka katika jina la Yesu, kila nafasi yako ambayo inadhibitiwa kwa magonjwa, nafasi iachiliwe. Magonjwa yaondoke,
Magonjwa kimbia, kimbia. Magonjwa toka, magonjwa toka, magonjwa toka. Yes, yaondoke magonjwa, yaondoke magonjwa, yaondoke magonjwa, yaondoke, yaondoke, yaondoke. Kwenye damu, kwenye damu, kwenye damu, kwenye damu. Kipanda uso, kipanda uso, kipanda uso, kipanda uso. Elekewonio, kipanda uso, kipanda uso, kipanda uso kiondoke, kipanda uso. Yes, asa huku nyuma kuna vita. Amuone yanaondoka magonjwa, yanaondoka magonjwa, yanaondoka magonjwa, yanaondoka magonjwa. Kipanda uso kinaondoka, kipanda uso kinaondoka, kipanda uso kinaondoka, kipanda uso kinaondoka. Fire, 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 fire. Ninaona kwenye mpande wa mwili wa kulia, ninaona unajaribu kuamka kwenye kiti, unashindwa, unashindwa, unashindwa. Alafu ghafla hofu inakuvaa, unadondoka chini. Alafu unaambia umepata stroke. Yes, asaidiwe huyo. Hiyo stroke ni ya kurithi. Kulikuwa kuna ugomvi nyumbani kwenu wa babu, na babu akatamka wa huyu hawatapanda, watapata stroke. Na mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila aliyetengenezewa mtego wa kuanguka na ashindwe kuinuka, kila minor stroke, kila stroke, kila kupoza upande wa kulia, toka, 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 toka. Kupoza, 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 kupoza kuondoke, kupoza kuondoke, kupoza kuondoke. Na kufungua leo kwa mamlaka alionipa. Karabasheketi katara. Nasikia uchungu mkubwa sana, kwa sababu hawa watu hawana hatia, hawana hatia, bali kuna watu wanataka uondoke usiwepo. Lakini Mungu aliyemkimbilia kwa ibada, akazikumbuka sadaka zako. Ninaondoa hiyo mauti. Ukiwa unaendesha gari, hilo giza uliwekewa mbele yako, giza, 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 hilo 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 giza liondoke, hilo giza liondoke, hilo giza liondoke, giza liondoke, giza liondoke, giza liondoke. Fire, 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 fire. Ndoa wapelekwe mbele. Asante Yesu. Tuwasaidie wapelekwe mbele. Asante Yesu. Asante Yesu. Wewe unajua mwezi wa pili una nini kwa habari ya afya zetu. Mungu, kuna watu wamekalia viti. Kuna watu wamekalia viti maofisini, lakini wangejua mbele yao wamewekewa magonjwa ili wafe waondoke, ili wauguzwe wafe. Baba, nasimama mahali palipobomoka. Hata kama tuna uovu mwingi, lakini Yesu ulikutana na mtu aliyekuwa na dhambi, ukamwambia umesamehewa na akapona. Mungu uliyenipa mamlaka haya leo, nisimame na ajenda hii ya ibada. Nifungue waliofungwa ibadani, kwenye madhabahu za giza, afya zao, maisha yao. Na mimi Mungu nasimama katika jina la Yesu. Kila aliyekaa kwenye kiti chochote, kiti cha ndoa, kiti cha kuwa mke, kiti cha kuwa mume, kiti cha kuwa mama, cha kuwa baba, alafu mauti imeandaliwa mbele yake, yabo shokorabasa. Ninakataa wajane, ninakataa wakina mama kubaki wajane. Ujane hautakuwepo, ujane hautakuwepo. Hayo magonjwa ya hizo ajali, hayo magonjwa yaondoke, 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 yaondoke kwenye nyumba zenu, yaondoke kwenye nyumba zenu, yaondoke kwenye nyumba zenu, yaondoke, 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 yaondoke. Nakataa ugani, nakataa wanaume kuwa wagani, nakataa wanaume kuwa wagani.
mauti iliyoandaliwa kwa wanandoa wafe mauti kabla wakati kupitia magonjwa. Wewe kansa, wewe kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya matumbo, magonjwa ya miguu, kimbia, toka, toka. Sema kwa jina la Yesu. Weka mikono yako ishara ya kupokea kitu. Huko nyuma sijui kuna nini. Sema kwa jina la Yesu. Kila fungu langu lililo jema. Tamka mara 3. Tena. Najua haliwezi kuja pasipo vita. Na siku zote kuzimu utafuta eneo lenye udhaifu ili wakandamizie ibada za vita, nipoteze haki yangu. Leo nimenyosha mikono yangu. Mungu uliyeruhusu tarehe niliyozaliwa, sikufa udini, sikufa leba, una ajenda na mimi. Na kwa saa hii na kwa majira haya, kwa saa hii na kwa majira haya, mwaka 2022, mwaka 2022, mwaka 2022, ile haki yangu ya kushika fungu langu lililo jema kwenye kazi za mikono yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye uchumi wangu, ile aibu nayo nifutia mwaka huu kwenye uchumi. Na wao wameandaa mitego, wameniweka mtegoni, katika mtego wa mwindaji, ili nisifanikiwe, ili nisifanikiwe. Wameandaa meza ya magonjwa, wameandaa meza ya magonjwa, kila ugonjwa ulioandaliwa ili nisipande, na hata nikipanda nisikae kwenye nafasi. Leo hii kwa jina la Yesu, achiliwe sasa, niachiliwe sasa, niachiliwe sasa, niachiliwe sasa, niachiliwe sasa. Nyosha mikono yako ishara ya kupokea. Huku nyuma kuna watu wa maana sana, lakini mmewekewa magonjwa. Nitaka kuondoka huku nyuma, Mungu ananiambia nibaki. Kuna watu wanataka wasaidie. Si karacha yangu kukaa nyuma hivi muda mrefu. Kuna mtu, kuna swali linakutesa kwenye akili yako. Kwa nini mama yako alifariki? Na kifo cha mama yako kupitia ule ugonjwa, kuna mtu alitamka neno wakati mama yako anakata roho. Alisema tutaona binti yake huyu kama atavuka kwenye haya maisha. Na ikiwa kuna kitu kinakutesa mwanangu, binti yangu, ni mahusiano, ni mahusiano, ni mahusiano, ni mahusiano na uchumi wako. Sikia neno la Bwana mchana huu wa leo. Nina terminate ile trap. Ninaondoa ule mtego ambao mama yako ulimaliza. Na ninavyoondoa huo mtego, inasua nafsi, moyo wako, ninautoa kwenye iko kifungo cha mauti sasa. Maana umri ulionao ndio unapaswa kufa. Maana umri huo ndio unapaswa uondoke. I cancel it. I cancel. Naiondoa hiyo mauti. Toka, 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 toka. Sema kila fungu langu lililo jema, lenye kunitofautisha, lenye kuniheshimisha, lenye kubadilisha kuishi kwangu na kuketi kwangu. Sema kila mafarakanisho niliwekewa kwenye vidole vyangu ili nisipate haki yangu. Kila mafarakanisho, kila mafarakanisho
kupitia magonjwa, mafarakanisho ya ugonjwa, toka kwenye mwili wangu, toka kwenye mwili wangu, toka kwenye mwili wangu. Sema kwa jina la Yesu. Mungu wa haki, nipe afya njema, niweze kulinda maslahi ya hawa walioko nyuma yangu. Nipe afya njema, nipe afya njema. Walioko ni wengi, hata kama ni wachache lakini ni wengi, na wajao ni wengi. Nisife kabla ya wakati, nisife kabla ya wakati. Hebu kataa mauti kabla ya wakati. Kataa kwamba Januari mimi sitakufa, Februari sitakufa, mwezi wa 4 wa 3 sitakufa, wa 5 sitakufa, wa 6 sitakufa. Mungu nilinde nisife. Mitego iliyoko mbele yangu ni mingi, mitego iliyoko ndani yangu ni mingi. Watafutao kunimeza ni wengi, watafutao kunizalilisha ni wengi, watafutao kunivika aibu ni wengi. Wewe uliyeniita katika utume huu na utumishi huu, wewe uliyenipa ajira hii, ukakumbuke jasho langu la kila mwaka nililolitoa, ukakumbuke machozi yangu, ukakumbuke muda wangu ambao Mungu nimeutumia madhabahuni. Kwa hilo ukanilinda mimi na nyumba yangu, ukanilinda na mke wangu, ukanilinda na watoto wangu, ukanilinda na kanisa. Tusiondoke kabla ya wakati, tusife kabla ya wakati. Baba, majeneza yasitulaze, tusilazwe kwenye makaburi kabla ya wakati, tusiwekwe kwenye makaburi. Baba, miaka 40 si kitu. Waliowekewa 40 kufa ukawaongezee. Uwavushe hapo Baba. Wale ambao kwenye familia hawavuki miaka 40, ukawavushe. Ambao wavuki 50 ukawavushe, ambao wavuki 60 ukawavushe, ambao wavuki 70 ukawavushe, ambao wavuki 80 ukawavushe, 90, 100. Baba, ambao wavuki 30 ukawavushe, ambao wavuki 20 ukawavushe. Baba, tulinde, tulinde na mauti. Tusife mapema tukaacha watoto wetu yatima, tusife mapema ndoto za watu walioko nyuma yetu zikaondoka. Tusife mapema Baba, tulinde, tulinde Baba, tulinde. Linda wingi wa siku zetu, 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 linda wingi wa siku zetu. Zilinde Baba, zilinde, zilinde wingi wa siku zetu, zilinde wingi wa siku zetu, zilinde, zilinde, zilinde. Sema we ardhi ya nyumbani kwetu. Kama kuna mtu hapa kila mkifa mnaenda kuzika kijijini kwenu, nyosha mkono wako juu. Kila mkifa mnaenda kuzika nyumbani. Kilo ina maana. Kimwili ni kulinda eneo la nyumbani. Kilo ni ile cycle inaendelea. Mseni mikono juu, ambao watu wakifa kwa kuzika nyumbani kwenu, hata kama ni mtoto anapelekwa nyumbani. Nyosha mkono wako juu. Namaliza ndio ombi letu la mwisho. Baba, kwa tamko la makuhani na wazee wa ukoo, waliweka eneo maalum la kuzika katika mji wao, katika nyumba yao. Waliweka wakfu eneo hilo kiibada. Mungu, ni kweli tumeiona Januari. Mioyo yetu ina a lot of ambitions, a lot of goals. Tunatamani tuone mkono wako. Lakini afya zikipigika na mauti kakaribishwa kwa njia ya afya,
hatutaona hata moja. Hizo nyumba ambazo watu wanataka kujenga hawatazijenga. Hayo magari wanataka wayaone wawe nayo hawatakuwa nayo. Wengine Mungu anajinyima wajengee wazazi wao nyumba ili waweke heshima ya nyumba ya tofali, lakini bado wanapambana, lakini kwenye hilo eneo kuna mauti. Wengine Mungu alipogusa kujenga maeneo ya vijijini kwao, ndipo uchumi wao ulipigwa na mauti na magonjwa yakaanza kwenye afya zao. Wengine Mungu walitamkiwa hawatavuka miaka 40. Hawatavuka 40. Wengine waliandikiwa atakapokufa mzazi wake na yeye atafuata ndani ya muda mfupi. Wengine wameandikiwa hawatavuka 50, 60, 70, 80, 100. Wengine 30, wengine 20, wengine 10, wengine na miezi tu kuzaliwa na kufa. Lakini Mungu nasimama kwa neno la kikuhani ulionipa ndani yangu. Kwenye kila eneo la makaburi palipobeba madai ya mauti kwa walioko hapa kwenye nyumba zao, mimi ninasimama leo kubatilisha hiyo mauti. Naibatilisha kwa neno, kupitia damu ya agano jipya. Damu ya Yesu inanayo mema kupitia Habili. Ni damu ya Yesu inanayo mema kupitia Habili. Hautapelekwa wewe kuzikwa kabla ya wakati. Mwaka huu mtazikazika, mwaka huu mtapungukiwa, mwaka huu mtaondokewa. Damu ya Yesu ilinde, damu ya Yesu iwakomboe kwa jina la Yesu. Wale ambao mnazikaga tu popote, nyosha mkono wako juu. Baba, hauchukuagi mtu mapema pasipo sababu. Enoko ulimchukua kwa nguvu zako, kwa sababu zako. Lakini Mungu, kuna wako hapa wanavita maofisini, wanavita kwenye familia, wanavita kila kona, na mauti iko langoni. Na wao wanazikwagwa mahali popote, wanawekwagwa kwenye makaburi yoyote. Mungu, ninasimama kwa mamlaka ulionipa, niko mbele ya uso wako. Katika jina la Yesu, siombi kwa kukuamrisha Mungu wangu. Ninakuomba kwa kukusii kama ilivyo kawaida uliotupa. Kila tusimamapo makuhani madhabahuni pako, yatupasa kutafuta haki ya watoto wako. Yatupasa sisi kukusii. Na mimi naitafuta haki yao ya kuishi siku nyingi. Naitafuta haki yao ya kuishi muda mrefu. Naitafuta haki yao ya kuona matunda ya wao kuishi. Asife hata mmoja. Mwaka huu asidondoke hata mmoja aliyoko hapa. Wanaotutazama online wasidondoke. Wasife kwa magonjwa yoyote yale, wala wasizikwe kabla ya wakati. Katika jina la Yesu. Mungu, imezoeleka kusema Bwana alitoa, Bwana alitoa. Imezoeleka kusema siku za mwanadamu alizaliwa na mwanamke ni nyingi, zimejaa mateso na taabu. Lakini ulipokuja kwenye agano jipya, katika siku nyingi zilizojaa taabu, kuna baraka tele. Batilisha mauti, tuingie kwenye majira yetu ya baraka. Batilisha mauti, tuingie kwenye majira yetu ya kucheka. Katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi.